والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na tamhid ya uongozi wa kitabu hichi cha Fiqh Sunna alichoandika mwenyewe Said Sabiq, ili kutekeleza maombi ya baadhi ya watu waliotuomba kwamba turejee kwenye tamhid. Na kwa hakika katika kurejea kwenye tamhid ya kitabu unapata kumfahamu mwandishi wa kitabu yaliyomo ndani yake ameweka malengo gani, anaegemeza kwenye upande wa nini kila anachokizungumza. Basi tukiwa katika sehemu ya 4 ambayo kichwa chake cha maneno raddul masail almutanaza'i fiha ila alkitabi was sunna, ni kurejesha mambo ambayo yanagombaniwa ndani yake dini ya Kiislamu, sheria zake, kuyarejesha kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wa Mtume. Tunaondokea wa bitaklidi wa taassubi lilmadhahib, na kwa jambo la kufuata watu na kuacha sheria ya kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wa Mtume. Wa taassubi lilmadhahibi, na kwa jambo la kushikilia kwa nguvu, kwa lazima kufuata madhahebu. Jambo hilo limesababisha faqadatil ummatul hidayata bilkitabi wa sunna, umepoteza umma huu wa Kiislamu kwa jambo hilo kupata uongofu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume. Ingawa sasa Waislamu wataona itakuwaje Muislamu wasiwe na madhhabu, lakini jambo hilo la kufuata watu na kushikilia madhehebu katika dini ya Kiislamu ndilo jambo ambalo limeufanya umma wa Kiislamu upoteze uongofu wa kitabu na mwendo wa Mtume. Wa hadatha alqawlu binsidadi babil ijtihadi, na ndipo lilipozuka neno la kuuzuia mlango wa jitihadi. Mwingine hana haki wala ruksa ya kujitahidi kutumia ilmu yake kwa kuwa imam fulani ameshasema, na kwa hivyo sisi ni watu wa madhehebu fulani, na kwa hivyo imam kishasema. Kwa hivyo hata wewe mwanachuoni leo ukiwa na uvumbuzi wowote ule wa ilmu uliokuonyesha maana sahihi ya Qur'ani au ulioifahamu hadithi ya Mtume, hatutaki kukusikiliza tena wewe, kwa sababu imam ameshasema madhehebu yetu. Huko ni kuzuka kwa neno la kuufunga mlango wa jitihadi, na mlango huo uwazi kabisa, kila mmoja kaachiwa autumie, ila asiutumie ovyo, arejeshe jitihada yake kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na kwenye sunna ya Mtume. Wasarat ash-shari'atu, na ikageuka kuwa sheria, hiya aqwalul fuqaha'i, ndo hayo maneno ya wanafiki, hayo maneno ndio yakawa sheria yenyewe. Wa aqwalul fuqaha'i
na maneno ya wanafiki hiya sharia, ikawa ndio sheria yenyewe. Sheria ikawa ni maneno ya wanafiki, na maneno ya wanafiki pia yakawa ndio sheria. Sasa hatimaye wa'tubira kullu man yakhruju an aqwali alfuqahai, akazingatiwa yoyote ambaye anatoka upande nje kabisa na maneno ya wanafiki, akaleta maneno kwa mujibu wa ilmu yake alionayo, yeye huzingatiwa mubtadi'an, ni mtu mzushi. Sasa na kwa hivyo atabandikwa jina la bid'a, badili ya watu kwamba wao ndio walozua katika dini ya Mwenyezi Mungu wakaleta madhahib. Akitokea mtu akavunja madhahib, akaweka kauli ya Mwenyezi Mungu ndiyo juu na kauli ya mtume ndiyo juu, yeye ataonekana ndiyo bid'a wenyewe, na upesi utaona anarushiwa neno hilo. Wale bid'a wale bid'a wale kila kitu kwao bid'a wale. Kwa hivyo ina maana mpaka wao wenyewe wamekuwa ni bid'a vile vile, kwa sababu hawajakuwepo kwa mtume nao. Na zile motukari na baskeli na Vespa nazipanda bure, vile vitu ni uzushi. Kwa hivyo wanavipandia nini? Inafikia stage kama hiyo, wale watangazaji wa sunna ya mtume na Qur'ani wanakuwa ndio vizushi. Sasa la yuthiqu bi aqwalihi, haaminiwi tena kwenye maneno yake atayasema yoyote, hata kama ataegemeza kwenye Qur'ani, hata kama ataegemeza kwenye hadithi iliyo sahihi ya mtume. Wala yu'taddu bifatawihi, na wala hapatekelezwi kufuatwa fatwa zake atakazozitoa. Wakana mimma saada ala intishari hadhihi ruhi arraji'iyya, na ikawa miongoni mwa mambo ambayo yamesaidia sana juu ya kutapakana kuenea nguvu hii ya kuyarejesha mambo watu kwa wazee wao. Imam kasema, madhhabi tumesema, nguvu ya rajiia, nguvu ya kuyarejesha mambo yaliyopita, kwamba sisi madhehebu yetu ni watu kadha kadha. Na hata watu wakionyeshwa aya ya Mwenyezi Mungu au hadithi ya mtume watasema kwamba wajadna alaihi abaana, sisi bwana tunaoyafanya haya tumewakuta nayo wazee wetu, na kwa hivyo hatuwezi kuyaacha. Kwa hivyo katika baadhi ya mambo yanayosaidia kuenea kwa nguvu hii ya kuyarejesha mambo kwa hao wazee, nguvu kwa hakika iliyoeneza mambo hayo, maqama bihi alhukam, ni yale waliosimamia mahakimu watawala, wal aghniyau, na matajiri, min insha'i almadaris, katika kuanzisha madarasa watu hawa. Ama atakuwa mtawala anaanzisha madaris ya Kiislamu, ana nguvu zake, ana kauli zake pale, anawaweka wasomeshaji wale ambao anawataka yeye, wamuafiki, wamsapoti, na kitakacho someshwa pale kiwe kinakwenda sambamba kwa mujibu wa system ya mtawala yule. Hiyo imesaidia sana kufukia haki ya Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume, na ikahuisha sana jambo la madhehebu hili. Ni kusimamia mahakimu wal aghniyau, na matajiri, min insha'i almadarisi, katika jambo la kuanzisha madarasa wao. Akizuka tajiri tu ambaye hana elimu yoyote ya dini, akawajengea Waislamu chuo, na pale ikawa yeye ndiyo mufawidhul amr, kwa kuwa ndiye mwenye pesa, atataka wale ambao wataosomesha pale wawe wanakwenda kwa mujibu ya madhehebu yake, na atahakikisha kwamba anahuisha msimamo wa madhehebu yake, na atatumia pesa nyingi kuwalipa watu wa kuhuisha madhehebu yake. Wakitokezea kwenye chuo kile watu ambao wataona dalili za madhehebu mengine kwamba yako njia sahihi, basi mara moja tajiri hiyo atawaambia, safari nda zako unifai. Hilo jambo limetia nguvu sana habari hii ya kutumainia watu kauli za madhehebu hizi na wazee. Wa qasri tadrisi,
bali hawa mahakim na matajiri wakajenga majumba makubwa makubwa ya kusomeshea watu. Fiha, ndani ya majumba hayo, ala madhhabin au madhahibin muayyana, ikawa kisomeshwacho pale ni juu ya madhehebu fulani au madhehebu ambayo yakujulikana. Haparuhusiwi pale kutamkwa neno lolote nje ya madhehebu yale. Hilo jambo ni ovu sana katika Uislamu, hilo ovu mno. Ahakikishe tajiri kwamba amesoma japo kidogo, fedha yake aitumie vizuri, asije akawalazimisha watu baada ya kujenga chuo au baada ya kujenga msikiti wafate nguvu fulani, wafate kauli fulani, wafate mwendo fulani. Pale awaachie Waislamu wafate Uislamu, wafate mambo yaliyo sahihi, ndipo atapolipwa vyema yeye kwa kutumia pesa yake ile. Au atakuwa yeye ni chimbuko la kuanzisha uovu ndani ya Uislamu. Fakana dhalika min asbabi al-iqbali ala tilka al-madhahib, basi ikawa hiyo ndio sababu kubwa ya kukubalika juu ya madhehebu hayo. Wal-insirafi anil ijtihadi, na watu kuondoka kabisa upande wa jitihadi kwa kutumia ilmu zao. Watu vipaji vyao vya ilmu vikafa, hawana uhuru tena. Hata kama mtu amesoma zaidi kuliko madhehebu yale, hawezi kuyakosoa tena. Hata kama imamu amekwenda mchomo wazi wazi, yakaachiliwa mbali maneno ya maimamu walipojitakasa waposema, la tuqalliduni wala tuqallidu malikan. Wenyewe maimamu wanasema, msinifuate mimi wala msimfuate Shafi wala msimfuate nani. Fateni kitabu cha Mwenyezi Mungu, au mtufate pale ambapo mmetuangalia vizuri wapi tumeyatoa maneno yetu. Hayo yakaika upande kabisa. Ikawa hiyo ni sababu kubwa ya kukubalika madhehebu hayo na watu kuondoka katika upande wa jitihadi. Muhafadhatan ala al-arzaqi, kwa sababu ya kuhifadhi upande wa riziki, allati rutibat lahum, ambazo zimekwisha tayarishwa kwa ajili yao. Pana donge nono la mshahara wa kila mwezi, marupurupu mbalimbali, basi mwanachuoni anakuwa kafungika pale kwa kuyaangalia hayo. Hana haja tena ya kueleza haki ilivyo, anaogopa sasa. Akibainisha haki ilivyo, basi mambo yatakuwa magumu upande wake, na kuna baadhi ya vitabu huwa haviruhusiwi tena kuingia mahala kama humo. Na kama wataogopa kuvitia moto, basi watavifungia kwenye mastoo maalum, maghala maalum. Wakija watu baada ya muda, kwa mfano mtu mmoja pale amekufa au ameondoka kwenye chuo kile, wakija wachunguzi wa mambo wakifungua maghala wakakuta vitabu vilivyo, wanasema ni aibu katika maahadi kama hii kutoka wanafunzi mbumbumbu vipofu baada ya kukaa miaka 4 hapa. Kumbe hii maahadi ina vitabu kama hivi, mna silaha nyie za kupigania kama hizi. Sisi hatuwezi kuvipata kama vikirahisi, nyinyi mnavyo tele. Nini kimesababisha mpaka mwanafunzi anakaa miaka 4 kwenye maahadi kama hii, hajui lolote? Yeye yuko kwenye zero katika upande wa maarifa ya dini. Watajibu walioko pale kwamba hapa fulani amevifungia vitabu hivi na hakuruhusu kabisa visomeshe kwa wanafunzi hivi. Ala, amevifungia vitabu kama hivi, naam, kapiga marufuku kabisa vitabu kama hivi visitawanywe, visomeshwe kwa wanafunzi, kwa sababu anasema kwamba wataharibika. Sisi tuna madhehebu yetu hapa na vitabu hivi vimekwenda nje ya madhehebu, kwa hivyo mtatuharibia wanafunzi wetu au mtatuharibia hii miji yetu ambayo sisi tunafuata madhehebu fulani. Hayo muhafadhatan ala arzaqi, watakuwa wanahifadhi zile riziki allati rutibat lahum, ambazo zimekwisha tayarishwa kwa ajili yao. Wanaogopa kwenda kinyume na wale ambao wamewaajiri kuwaweka pale kwa ajili ya kusomesha. Ndiyo maana saala Abu Zur'ata shaykhahu al-Balqini qailan, aliuliza Abu Zur'a kumuuliza shekhe wake al-Balqini kwa kumwambia hivi, bwana we, ma taksiru Sheikh Taqiyuddin Subki, nini kilichomfanya afupishike shekhe mkubwa, mcha Mungu mkubwa huyu Imamu Subki?
Kwa nini ikawa yeye hataki kabisa anil ijtihadi, mlango wa kujitahidi? Mbona kila akiambiwa hapa, shekhe wewe kwa fatwa yako mwenyewe unasemaje? Ikiwa hapo maimamu wamesema hivyo, nani kasema hivyo, nani kasema hivyo? Je, wewe kwa upande wako unaamua vipi? Kitu gani kilichomzuilia Imamu Subki ajizuilie na kujitahidi, na anamkataza mwanafunzi wake asijitahidi wagande kwenye madhehebu fulani, na ilhali Imamu Subki waqad istakmala alatuhu, ala zake zimekamilika, hakuna kitu ambacho kapunguza. Ana sarfa ya kutosha, ana balagha ya kutosha, akichanganya ndani yake maani, akichanganya ndani yake badii, akichanganya fani zote za balagha amezikusanya mkononi. Anayo nahwu ambayo ni kiwango cha kuridhisha, anayo tafsiri ya Qur'ani ya kutegemewa, ana ilmu ya hadithi, mustalaha hadithi nayo mzuri sana. Tena kipi kitakachomzuilia? Ana qiraa ya Qur'ani nzuri mno, ana mantiki ya kutosha. Nini namzuilia kujitahidi? Waqad istakmala alatuhu, na ilhali ala zake zimekamilika. Pale ambapo mtu ni mchache wa mambo, hajakamilika kwenye fani barabara, huwa anaogopa kidogo kwenda katika milango ya kutoa fatwa na kujitahidi, kwa sababu pengine kuna watu wamemzidi na hivi na hivi, anaogopa. Lakini yeye anaogopa nini? Abu Zur'a anamuuliza shekhe wake al-Balqini kuhusu habari ya Imam Subki, fasakata al-Balqini. Huyu shekhe al-Balqini akanyamaza kimya kujibu swala lile. Faqala Abu Zur'a, huyu mwanafunzi mchokozi sana alikuwa Abu Zur'a, anamuweza vizuri shekhe wake, ni mtu ambaye alikuwa simple sana. Huyu Balqini anazungumza kikawaida na wanafunzi wake. Aliponyamaza kujibu swala hili, Abu Zur'a ambaye ni mwanafunzi akamwambia, kama hunijibu basi fama indi, hakuna jambo jingine kwangu mimi ninalolifahamu lilomfanya Imamu Subki ashindwe kutumia jitihadi pamoja na kukamilika ala zake, illa al-imtinaa an dhalika. Fama indi anna al-imtinaa an dhalika, hakuna kwangu mimi jambo lilomzuilia hayo, illa lilwadhaifi, isipokuwa analinda wadhifa allati quddirat lilfuqahai, ambao umeshakadiriwa kwa wanafiki ala almadhahib al-arba'a, juu ya kulinda madhehebu manne. Unaniambiaje shekhe wangu hapo ninakosea? Sikosei. Wewe hujibu swala hili, lakini mimi nakwambia niaonayo mimi kwenye akili yangu, hakuna lilomzuilia Imam Subki asitumie jitihada yake, ila ni kulinda wadhifa alionao ambao umeshakadiriwa kwa wanafiki ala almadhahib al-arba'a, juu ya kulinda madhehebu manne. Kwa hivyo hawatakiwi kuondoka pale wao, na kuna watu wanawaajiri kwa ajili ya madhehebu hayo. Wa anna man kharaja an dhalika, na kwamba yoyote mwenye kutoka kwenye madhehebu hayo, lam yanalhu shay'un, huwa hapati kitu katika mshahara ule, atafukuziliwa mbali. Lam yanalhu shay'un min dhalika, huwa hapati chochote katika wadhifa ule. Wa hurrima wilayatul qada'i, na hukoseshwa, huharamishiwa yeye ule wilaya ukadhi, yani cheo alichonacho kile ataondosha, atanyang'anywa mpaka uliwali. Isitoshe, wamtana an-nasu an iftaihi, na watu watajizuilia na fatwa zake ambazo wanazozitoa. Watamuona ni mtu wa kutisha, mtu wa hatari, mtu wa kuogopesha, mtu ambaye atatiwa wino mwekundu. Msende pala fulani kusikiliza darasa yake, yeye ni mtu hatari, yeye ni mtu hivi. Kwa hivyo hata kama atatoa fatwa, basi watu watajizuilia na fatwa zake. Halafu wanusibat ilaihi, patanasibishwa kwake yeye albid'a. Kwa hiyo ndo mzushi wenyewe. Shekhe wangu mimi ninavyoyaona hayo ndivyo sivyo? Abu Zur'a anamuuliza al-Balqini shekhe wake, kama hukujibu swala langu basi mimi ninaona hivyo, kilichomzuilia Imamu Subki ni hivi. Na moja kwa moja nusibat alaihi albid'a, atanasibishiwa uzushi kwamba yeye ndio mwenye kuzua. Kwa kuwa nini? Kenda nje na madhehebu manne. Alipoeleza hayo, fabitasama al-Balqini,
akatabasam Shekhi mtu Balqini akacheka, wawafaqahu ala dhalika, akatikisa kichwa kumwafika, akamwambia hivyo ndivyo ilivyo dhaiwa. Tena mambo unayajua, tena unauliza kitu gani? Na nichokoza bure nijibu kitu hapo, kumbe mambo unayajua. Akamkonyeza kumfumbia jicho, ndio hivyo mambo, ni kulinda mambo hayo, basi yafunike, tusizungumze tena. Pengine tukisikilikana hapa na sisi yatatofika kutufika, wacha mbali kabisa hayo. Tayib, wa bil ukufi ala taklid, na katika jambo la kusita juu ya kufuata watu au kufuata madhehebu, wa faqdi alhidayati bilkitabi was sunna, na kupotea kabisa uongofu wa kitabu cha Mungu na mwendo wa mtume, wal qawlu binsidadi babi alijtihadi, na kuletwa neno la kuzuia mlango wa kujitahidi. Kwa mambo hayo, waqa'atil ummatu fi sharrin wa bala'in, ndipo ulipotumbukia umma wa Kiislamu katika shari kubwa mno na balaa kubwa mno. Hapo ndipo walipoteketea Waislamu, hapo walipofunga milango ya kujitahidi kutumia uhuru wa elimu zao, pamoja na kukusanya ala nyingi. Wanasoma sana watu, utakuta mwanachuoni amekusanya ala zote, lakini hathubutu, hata kama kweli ataiona, hathubutu kuitangaza kweli ile, ila kwa siri kabisa. Kama atakwambia mambo, huenda kuna baadhi yao wakatamka tu kidogo kwa wasiri wao, akamwambia kwamba mwanafunzi anaosoma pahala fulani kwa kiasi cha miezi 6, kama atakaa pale, basi si sawa sawa na mwanafunzi atasoma kwangu mimi kwa miaka 10. Wale watu pale, akikaa mtu miezi 6 kibao kimoja, anasikiliza kwa makini kuzungumza pale, atatoka mwingine kuliko kwangu mimi mtu akikaa miaka 10 huko. Basi sasa tena hiari yako, fikiria vizuri jawabu ninayokupa hiyo. Angalau anatamka hivyo kwa wasiri wake, na wamekusanya ala zote wanazijua, lakini hawathubutu kabisa kuitamka kweli ilivyo, kwa sababu atakwenda kinyume na system, atakwenda kinyume na matakwa ya wengi. Na kwa hivyo kama kuna wadhifa vitamponyoka, atadhalilika, atadharaulika. Kwa hivyo wabilukufi ala taklidi, na kwa kusita juu ya kufuata watu, kitabu cha Mungu kwa upande, sunna za mtume kwa upande, wa faqdi alhidayati bilkitabi was sunna, na kwa kupotea kabisa au kukosekana uongofu wa kufuata kitabu cha Mungu na mwendo wa mtume, wal qawl binsidadi bil ijtihadi, na kuletwa maneno ya kufunga kabisa mlango wa kujitahidi, ingawa watu wanazo elimu za kutosha. Kwa mambo hayo, waqa'atil ummatu fi sharrin wa bala'in, ndipo ulipotumbukia umma huu wa Kiislamu katika shari kubwa na balaa kubwa. Wa dakhalat fi juhri dabbi, na ukafika mpaka kuingia kwenye shimo la mburukenge, alladhi, shimo ambalo hadharaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam minhu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu alitahadharisha sana Waislamu kuja kutumbukia kwenye shimo hilo, pale aliposema mtume, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, nyinyi Waislamu mtafuata mienendo ya waliopita kabla yenu, shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in, shubiri kwa shubiri na dhiraa kwa dhiraa, hatta law anna ahadahum waqa'a fi juhri dabbin la dakhaltumuh, hata kama mmoja wao hao waliopita kabla yenu mnamuona waziwazi kapita kwenye njia, kazama kwenye shimo la murukenge, na nyie mtapita pale pale, mtubukie ndani mzame. Hamsemi kwamba attention, ngoja kidogo, hapa kapita mtu alama yake miguu hapa, kazama kafilia mbali hapa. Hamsemi hivyo kama mrudi nyuma mwende upande, mtaona kama ndo sawa sawa na mtaingia ndani mle. Bali katika riwaya nyingine, watilia mbali kuingia kwenye shimo la murukenge, hiyo dogo sana hilo. Walau kana ahaduhum
hata kama mmoja wao waqa'a ala ahlihi fi tariqi, alimuingilia mkewe njiani, mtafanya hivyo. Kama mtamuona mmoja wao Myahudi katika watu wajinga waliopita nyuma huko, katika furaha zao akipata mtu jambo la kumfurahisha atavua nguo ende uchi njiani, kisha amuingilie pale ahali yake, ikiwa ni mkewe au rafiki yake tu njiani barabarani, na kula yamini mtume na hapa, wallahi mtafanya hivyo. Tupo hapa hapa, watakuwa hayo wataona, mimi ninakwenda zangu. Itakuwa neno si neno, furaha si furaha, nyinyi mtavua nguo hali ya kuwa ni binadamu ambao Mwenyezi Mungu anasema ya bani adama qad anzalna alaykum libasan, enyi wanadamu tumeteremsha nyinyi juu yenu kivazi, yuwari sawatikum, cha kusitiri aibu zenu, warisha, na tukateremsha na mapambo mjipambe, walibasu takwa, na yote hayo tukakupeni na vazi la uchamungu pamoja na hayo ya kuvaa kustiri miili yenu. Dhalika khair, na vazi la uchamungu ndio bora zaidi. Dhalika min ayati llahi, na hayo ni katika dalili za aya za Mwenyezi Mungu, mapenzi yake kwa waja wake. La'allahum yadhakkaruna, ili viumbe bado kukumbuka. Lakini wapi, binadamu itakuwa neno si neno. Madhali hiyo ndo furaha yake, na kisha weka nadhiri na kana yaamini kwamba atakwenda uchi na atafanya kitendo njiani watu waone. Naam, Mtume Muhammad kaashiria zamani, tena kwa kiapo, wallahi la fa'altumuhu, mtafanya hivyo. Basi katika jambo hili, katika upande wa dini huku, watu waliposita kwenye taklidi, kufata watu wanafanya nini, watu wanasema nini, wakaacha mwendo wa Mtume na Qur'ani, na kwa kupoteza watu uongozi wa kitabu na mwendo wa Mtume na neno la kuzibilia mbali mlango wa jitihada, ndiyo maana umma ukaangukia kwenye shari na balaa, na ukaingia kwenye juhuri tabi, shimo la murikenge, alladhi hadharaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam minhu, shimo ambalo Mtume wa Mungu ametahadharisha umati wake usije kaingia, lakini umati wake umeingia. Kana min athari dhalika, basi ikawa katika athari ya hayo, an ikhtalafatil ummatu shi'an wa ahzaban, ni kutafautiana umma wa Kiislamu makundi mbalimbali, wa ahzaban, na vyama mbalimbali. Shi'an wa ahzaban, makundi mbalimbali, madhehebu mbalimbali, njia mbalimbali. Haulai yusammuna anfusahum ikhwanul muslimin, hawa wanajiita wao ni ikhwanul muslimina. Wa ulai, na watu wengine watajiita sisi ansaru sunna, kama ni kweli alhamdulillah. Na wengine watajiita kwamba sisi ahlut tabligh, na tuna njia zetu na tuna uslubu wetu na tuna jaula zetu. Na wengine watajiita sisi watu wa tariqa, na katika tarika si njia moja, kuna qadiria mbali, kuna shadhilia mbali, kuna nakhshabandia mbali, wa halumma jarra. Na wengine sisi madhehebu yetu ni Shia, tutafuata kauli za maimamu wetu 12 tu, hataki chochote. Ikiwa kutakuja Qur'an wala kauli ya Mtume, sisi teka chini. Sisi maimamu wetu 12 ndo hao hao. Na wengine Malikia, na wengine Shafiia, na wengine Hambalia, na wengine Hanafia. Alimradi kana min athari dhalika, ikawa katika athari ya hayo, an ikhtalafatil ummatu, ni kutafautiana umma, shi'an wa ahzaban, mapote mbalimbali, makundi mbalimbali, madhehebu mbalimbali, na kila mmoja ikawa anajiona yeye ndiye aliyo katika mwendo sahihi na mwenzake kwamba kakufuru. Imefikia mpaka kukufurishana, mwenzake amekufuru. Hatta innahum, mpaka ukafika wakati hakika wao wenye vyama mbalimbali, wenye madhehebu mbalimbali, wenye makundi mbalimbali, ikhtalafu fi hukmi tazawuj alhanafiyyati bishafi'i, wamekhitlafiana katika jambo la ndoa, jambo nyeti. ikhtalafu fi hukmi tazawuj alhanafiyya bishafi'i,
Ikafika wakati mambo madhehebu haya utaona kama ni kitu cha upuuzi, na wengine wanaona kwamba itakuwaje muislamu asiwe na madhehebu. Basi haya madhhabu haya yamepelekea kwenye hatari ya kukhitilafiana watu kuhusu usahihi wa ndoa ya mtu mwenye madhehebu ya Hanafi kuweza kumuoa mtu aliyekuwa Shafi'i. Wa subhanallah wa la ilaha illa Allah. Hiyo ndo hatari iliyokubwa kubwa mno kuliko zote. Wakifika waislamu mpaka kumtazama mtu kaja kuposa nani? Kaja kuposa ile fulani bin fulani. Kwani si Hanafi yule? Sisi itakuwaje sisi watu wa Shafi kuolewa na Hanafi? Na wale kina Hanafi vile vile itakuwaje sisi kuolewa na Shafi'i? Hilo jambo mustahili. Ala wa kulluhum yaquluna la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah wa kitabuhum wahid huwa al-Qur'anul Karim. Wote hao ni kwamba wanasema hakuna yoyote afaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu mmoja, na Muhammad ni jumbe wake, na kitabu chao ni kimoja, Qur'ani, hawana kingine. Lakini jambo la madhehebu limewafanya mpaka watafautiane usahihi wa ndoa ile imesihi au haikusihi. Faqala ba'dhum, katika kutofautiana huku baadhi yao wakasema la yasihu, haisihi ndoa ya mtu aliyokuwa madhehebu ya Hanafi kuoana na mtu wa Shafi'i. Hapo tena kama utaanzia hapo ndio utakwenda tena mpaka vile vile Hanbali hawezi kuoana na Maliki, na mambo hatoishia hapo, na wale al-Ibadhi vile vile watakataa kuoana na Shafi'i, na mambo hayatoishia hapo mpaka Qadiri atakataa kuolewa na Shadhili, na mambo hatoishia hapo mpaka itakwenda katika hatari kubwa ya makabila na nasab, kama sisi hatuwezi kuolewa na kabila fulani. Jambo hili Mwenyezi Mungu amelivunja rasmi, la kuweka matabaka katika dini ya Kiislamu, ikiwa ni madhhab au makabila au vyote vile, amelivunja rasmi siku ya kutekwa Maka al-Mukarrama. Baada ya kuingia mikononi Maka ile takatifu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akatoa amri kumpa Saidina Ali, vunja masanamu yote, na kaburi lolote lile ukilikuta limeinuka juu zaidi ya shubiri livunje. Na wewe Bilal ibn Rabah ni mtu atokaye wa Habeshi, mweusi, hana rangi kabisa za Kikuraishi pale, hana nywele za Kikuraishi pale, mweusi tititi, Mwafrika wa Ethiopia, Habeshi kabisa. Akamwambia, kwa amri yangu Bilali, panda juu ya Al-Kaaba leo, nataka Maka isikilikane kauli ya Allahu Akbar, Allahu Akbar kuanzia leo kwa ufasaha, na hakuna mtu atakaipinga au kutaka kumtesa mtu. Leo ni siku ya mwanzo watu wasikie tamko la Allahu Akbar katika adhana. Panda Bilali uadhini. Kwa kuwa Bilali si Mquraishi, kwa kuwa Bilali ni mweusi tititi, hana hata nywele ya Kikuraishi, watu wakatizamana pale Makuraishi, ala vireje, anatuangusha vipi Muhammad leo katika wadhifa kama huu wa kuadhini? Tumemuunga mkono hapa sisi kwa mambo magumu, tumehajiri naye kwenda Madina kule, tukapambana na vita vikubwa na hivi na hivi, wamekufa ndugu zetu na jamaa zetu. Halafu leo mambo yameshashinda, mambo yameshindikia, yamekuwa tena upande wetu sisi, anampandisha huyu kunguru mweusi. Watu wametamka hivyo bwana, hakupata wa kumpandisha ila kunguru mweusi huyu. Pale kuna watu kama kina Abdullah ibn Mas'ud wanasikia mambo wanayosema watu wengine, na kuna watu yule Muhammad wana uchungu naye, na Uislamu wana uchungu nao. Lolote wakilisikia limesemwa dhidi ya mtume, dhidi ya Uislamu, hawakubali kuliweka, wanajiona atakuwa wanafiki, lazima walifikisha kwa mtume. Wakamwendea mtume, bwana, kuna watu wanasema kumpandisha wewe juu Bilali kuadhini, hukupata kumuona wewe ila kunguru mweusi kumpa heshima ile. Kabla Muhammad hajatoa jawabu, alisawijika, akakasirika. Kumbe na ufalme wa mbinguni umehamaki vile vile.
kana kabiru umanai wahyi samai Jibril yajubu al-afaq, akawa yule kabiru umanai wahyi samai, mkubwa wa uaminifu wa wahyi wa mbinguni Jibril, yajubu al-afaqa, anapasua anga, wayatwi biajnihatihi sab'a tibaq, anapita akikunja na kukunjua mbawa zake zilizokuwa tabaka zisizojulikana nambari yake idadi yake, na anakuja kwa super speed. Wayanzilu biqauli llahi ta'ala, anakuja kwa super speed kwa lengo maalum, kumfikishia Muhammadi neno la Mwenyezi Mungu mtukufu lisemalo, ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamme na mwanamke, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na tukakufanyeni nyinyi ni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Hii si kwa sababu ya kwamba kabila fulani au taifa fulani tukufu zaidi kuliko mwenziwe. Hii Mwenyezi Mungu hikma yake, litaarafu, ili mpate kujuana kwamba hawa ni Machina, hawa ni Wahindi, hawa ni Waafrika, hawa ni Warusi, hawa ni kina nani. Litaarafu, ili mpate kujuana, maana dunia itakuwa haikaliki kama hamjuani. Kama nyote mtakuwa ni kitu kimoja, Machina watupu, Waafrika watupu ardhini, mambo yatakwendaje? Ni kwamba mjuane. Na hawa Waafrika wenyewe hao, kuna makabila chungu nzima ndani yake. Kuna wengine Wandengereko, kuna wengine watajiita Hadimu, kuna wengine Wanyachusa, kuna wengine Wahiao, kuna wengine wa Makonde, na kwenye Uhindi vile vile. Kwenye huo Uhindi kuna makabila chungu nzima vile vile, na kwenye Uarabu ndo vile vile yametafanyika chungu nzima. Hii si kwa sababu kwamba kabila fulani tukufu zaidi kuliko fulani, litaarafu, ili mjuane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, aliye mtukufu zaidi kuliko nyote mbele ya Mwenyezi Mungu lakini ni yule aliyewapita wenziwe katika kumcha Mungu. Inna Allaha alimun khabir, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi na mwenye habari ya mambo yote. Wacheni kabisa habari ya kusema hakupata mtume wa kumpandisha kuadhini isipokuwa kunguru mweusi. Wacheni kumwita binadamu aliyeumwa na Mwenyezi Mungu kunguru mweusi. Wote mbele ya Mwenyezi Mungu sawa, na huenda uchamungu wake Bilal akawa mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko wale weupe wanaojinata wana makabila. Kwa Mwenyezi Mungu huenda akawa bora zaidi. Hatari iliyowaingiza Waislamu ndani ya kutofautiana mpaka kutaka kujua usahihi wa ndoa ya watu wanaojiita kwa mfano Hanafia kuoana na Shafi'i, ili kutaka kusema kwamba ndoa hiyo ni sahihi au si sahihi, na wakapatikana watu Waislamu wote wanasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, kitabu chao kimoja, wakasema kwamba ndoa hiyo ni sahihi, na wengine wakasema kwamba si sahihi. Ni katika jambo ambalo limevunjwa rasmi hilo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kalivunja rasmi kwa maelezo ndani ya Qur'ani, yutla ila yaumil qiyama, na ni aya ambayo haikuja aya nyingine kwamba labda imenasikhi kwamba baadaye kaja aya kikatabaka bwana wewe. Ni kwamba aya hiyo muhkamat na inasomwa mpaka siku ya kiyama. Haliruhusiwi jambo hilo ndani ya Uislamu. Muislamu utakapotamka kama walivyotamka wanafiki kina Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, maneno gani ametamka wao? La irja'na ila almadinati, sisi tunaapa wallahi tukirejea mjini Madina kwa mambo alitufanyia ama kutupigia mtu wetu pale, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, tunaapa kwamba wale watukufu watawatoa wanyonge. Watukufu ni nani? Watukufu ni wale kina Abdullah ibn Ubay ibn Saluli ambao ni wakaazi wazalendo pale Madina, watawatoa wanyonge. Wanyonge ni nani? Ni Mtume Muhammad na masahaba wengine ambao ni muhajirina wametokea Maka. Zama hadhari ilivyo, kilichowakusanya pale ni udugu wa kidini, na udugu wa kidini ni mkubwa zaidi kuliko chochote. Kitu kimoja wamekuwa wana nguvu sasa, inakaribia kuwa dola kamili wakati ule Uislamu.
Mwenyezi Mungu anawakumbusha kila mara, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, kumbukeni mlipokuwa maadui, Mwenyezi Mungu akazoweza baina ya nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, na mkapambazukiwa nyinyi kwa sababu ya neema zake, wa neema yake Mwenyezi Mungu ya Uislamu, mkawa leo ni ndugu nyinyi. Wa kuntum, na wakati mlipokuwa maadui mnauana hapa Madina baina Ausi na Khazraji, wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, mlikuwa mna hatari kwenye ukingo wa moto, mngelikufa pale, mngeingia motoni nyinyi. Fa anqadhakum minha, Mwenyezi Mungu akakuokoeni na shimo lile la moto. Sasa mnakuja tena baada ya mtume kuondoka duniani, Waislamu mnaweka madhehebu, halafu mnasema kwamba ndoa hii itakuwa si halali, wengine wanasema kuwa ni halali. Kisa ni nini? Ati kwa sababu wengine wanafuata madhehebu ya Hanafi na wengine wanafuata madhehebu ya Shafi'i. Tizama, unapozungumza leo kitu madhhabi, itaonekana kama wewe ni mtu wa ajabu, ni mtu wa uchawini. Umetoka wapi wewe nini? Itakuwaje Muislamu bwana asiwe na madhehebu yake bwana? Na mpaka birth certificate kule inaziko column maalum zinaambiwa kwamba kwa niwe madhehebu gani. Imekusudia madhehebu gani katika Uislamu? Lakini kwa sababu system ndio imeweka hivyo, basi mpaka wanavione hujiogopea kwenda kinyume na mambo yale. Sasa akipatikana Muislamu akasema kama yale waliosema kina Abdullah ibn Ubay bin Saluli, la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adal, watawatoa watukufu kuwatoa wale wanyonge dhalimu. Na wewe utasema kama walivyosema wao, ngojea tukipata nguvu na sisi basi hawa tutawakata tuwachinje. Kaa ukijua kwamba walionasibishiwa maneno hayo ni wanafiki kina Abdullah ibn Ubay bin Saluli. Aya za Qur'ani zimewataja vibaya, na mfano kama huu kama ataingia mtu kuchezea, anajivua nguo ya Uislamu kama anaitoa kanzu mwilini, ameingia kwenye daraja ya unafiki, hata ukafiri daraja ndogo. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar, kwa sababu wanafiki watakuwa tabaka ya mwisho katika jahannam, hata makafiri juu kidogo katika upper twin deck au popote pale. Lakini katika lower holder chini kabisa ni wanafiki, ndio topambana na moto kule unakoanzia. Kwa hivyo bora akae pembeni Muislamu, awachilie mbali shengesha la watu la barazani lile, kama yakasema barazani pale, akaikitako pembeni usiku wa manane, aliye kwa Mola wake, aitafute shahada rasmi, atafute kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwamba kamtamkia Muislamu mwenzake, atamchinja, atamkata, atamfukuzia mbalini. Na katika baadhi ya mambo yaliyoleta mambo hayo ni madhehebu. Watu wanaulizana kusihi kwa ndoa ya Hanafi na Shafi'i. Mambo hayo hayatoishia kwenye ndoa, hayatoishia kwenye Shafi na Hanafi, huenda yakaishia kwenye mitaa. Halafu kwani anatoka wapi huyo? Anatoka Mwemberi kadha. Sisi tumekula yamini watu wa Mwembe fulani, hatuone nao sisi, tumegombana miaka sisi bwana. Wasije wakaposa katika mtaa huu watu wale, mwisho itafika mpaka kwenye mtaa huu na huu. Kwa nini wakasema la yasihu ndoa hii ya mtu akaoana na Shafi'i ambaye yeye ni Hanafi? Kwa nini? Wanasema li annaha tashukku fi imaniha, kwa sababu huyu Shafi'i huyu anatia shaka kwenye imani yake. Huyu hayuko fixed position, anatia shaka kwenye imani yake huyu. Kwa nini anatia shaka? Chini kuna maneno katika nambari 1 kwenye kitabu anayafasiri ndogo. Anasema pale aliposema liannaha, kwani huyo Shafi'i tashukku fi imaniha, anatia shaka katika imani yake. Lianna Shafi'iyya, kwa sababu mtu wa kishafi hawa watu wa Shafi, yujawizuna, wao wanajuzisha kwamba inajuzu an yakula almuslim, kusema Muislam, ana mu'minun insha Allah, mimi ni mwenye kumamini Mwenyezi Mungu, Mungu akipenda. Anaogopa kujikatia waziwazi kwa kujitapa ana mu'minun, kwa sababu kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amewasuta mabedui pale aliposema qalatil a'rabu amanna. Mwenyezi Mungu akamwambia kul lam tu'minu, Muhammad waambie hamkuamini bado.
walakin qulu aslamna, lakini semeni mmesilimu tu bado nyinyi. Walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, na kabisa hajaingia imani kwenye nyoyo zenu. Sasa hawa watu wa Shafi huwa wanasema ana mu'minun insha Allah, mimi ni mu'min apendapo Mwenyezi Mungu, ya Rabbi akijalia na mimi. Hakati moja kwa moja ana mu'minun do anafi. Kwa nini unasema insha Allah katika jambo la mu'min? Kwa nini hukati ukasema wewe mu'min? Bwana hawa makafiri hapa, anatia shaka kwenye imani yake. Kwa hivyo hatuoni nao sisi hawa watu. Hiyo si fikra zake mwenyewe tu kasema insha Allah, kwani kaweka sheria? Kwani kabuni sheria huyo alosema hivyo kwamba mtu akitaka kusema kwamba yeye mu'min lazima atie insha Allah? Na ile kutia insha Allah pengine anatafuta mapenzi ya Mola wake, kujikurubisha mbele ya Mola wake. Wala takulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada, na Qur'ani imeashiria mambo fulani. Usijikatie jambo tu kama mimi nitalifanya kesho, na huku kuamini huku ni jambo kubwa sana. Usikate ukajisifu tu wewe mwenyewe sheti useme insha Allah ndio. Sasa pale itakuwa pengine rai yake, elimu yake imefikia vile. Hebu muulizeni kwanza, kwa nini wewe unatia insha Allah katika jambo la kuamini wakati moja kwa moja? Hebu muulizeni atoe ile falsafa yake. Kwenye Qur'ani kuna aya inasema hivi na hivi na hivi, kwenye hadithi hivi na hivi na hivi na hivi. Mbona unakata kwamba ndoa yenu haitosihi nyie? Si hatari lakini hiyo? Basi hilo jambo limewafikisha watu mpaka kuulizana ndoa ya Hanafi inaweza kufungika na ndoa ya mtu Shafi'i, kwa sababu Shafi'i hawa wanatia shaka kwenye imani yao. Kwa nini? Wanajuzisha kusema ana mu'minun insha Allah, na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anasema wama tashauna illa an yasha Allah. Hamtotaka jambo mpaka Mwenyezi Mungu atake. Hamtokuwa na viburi vya kuwa mimi imani kubwa shati uombe udhalilike, ufanye tadhallul kwa Mwenyezi Mungu, uombe imani. Mtume akiomba imani kwa Mola wake, akisema katika dua zake Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadikan, au katika riwaya nyingine Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu, au dua nyingine Allahumma inni as'aluka imanan laysa ba'dahu kufr. Mtume wa Mungu anaomba hivyo. Sasa yeye anatia mashaka kwenye imani yake pale, bado mtume wa Mungu anaomba kwa Mungu, Mungu nipe imani mimi ambayo haina kuregarega, haina ukafiri baadaye, nipe imani mimi iliyokuwa kamili na yakina sadikan. Utasema kwamba huyu anatia shaka kwenye imani yake. Kwa nini anajihusisha kusema kwamba ana mu'minun insha Allah? Ndio mpaka apende Mwenyezi Mungu. Kama akupenda tu kwa mu'min bwana. Na katika Qur'ani kuna vipande vya aya vingapi vinaosema kwamba watu hawawezi kuamini ila apendapo Mwenyezi Mungu. Haiwezekani kupatikana imani mpaka Mwenyezi Mungu apende. Ndio Mwenyezi Mungu hataki moyo mchafu wenye kiburi na majivuno na hivi na hivi. Hawezi mtu kujitapa kwenye imani. Basi kwa hivyo ikapatikana zogo kubwa, watu hawaozeshani kwa sababu ya madhehebu haya. Waqala akharuna, na wengine wakasema jamani tuma hiyo. Mnasema kwamba tusioane na Shafi'i kwa sababu wao wamesema ana mu'min insha Allah, ndoa itafungika. Tufungeni ndoa jamaa. Yasihu, wengine wakasema itasihi, lakini qiyasan ala dhimmiya. Tutatumia kiasi hapa, lazima tukubali kwamba kuna kiasi. Tutumie kiasi jamani katika dini, na kiasi chetu tutakipima kwenye dhimmia. Tutamchukulia huyu Shafi huyu aliyokuwa anasema kwamba ana mu'min insha Allah, kwetu sisi ni imani mbaya, hiyo ni ukafiri huo, lakini tumpe kama dhamana, tumchukulie kwamba yeye si Muislamu, anaishi katika himaya ya Uislamu. Kwa hivyo si wanapata makafiri kukaa kwenye dhamana ya Uislamu, na huyu tumpe dhamana ile. Wanamnyang'anya mpaka Uislamu, wanampa dhamana sasa kwamba yeye ni kafiri anaotoa jizya. Na kama watafunga ndoa naye wamechukua kama dhimmia, tumpe dhimmia, udhamana anaopewa aliokuwa si Muislamu kukaa kwenye nchi ya Kiislamu, tumpe hivyo. Kwa hivyo kama kana min athari dhalika, kama ilivyokuwa katika athari ya hayo madhehebu, intishari albid'a, ni huko kutawanyika kwa bid'a. Bid'a zisingetawanyika hivi zilivyo kama ingelikuwa hakuna kitu hichi madhehebu. Lakini nguvu ya bid'a imepatikana kwa sababu kila mmoja ana maimamu wake, ana njia zake, ana mategemeo yake, na kwa hivyo wamejisisi msitufuate sisi tunasherehekea kitu kadhaa kadhaa, kwa sababu kwenye madhehebu yetu sisi ikifika mfunguo 4 tunafanya maktam Husayn.
Sisi tuna huzuni ya mjukuu wa Mtume ameuawa Karbala, kwa hivyo tunapiga vifua sisi kwa sababu hivi na hivi na hivi, na madhehebu yetu sisi ni Shia. Na wengine watazuka madhehebu yao, tuna sisi katika Uislamu jambo kadhaa 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 kadhaa. Ikifika mfungo 6 sisi tuna maulidi ya Mtume na tunasoma hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, kwa hivyo msituingilie madhehebu yetu sisi hivi na hivi na hivi. Zisingetawanyika hivyo hizi bid'a hizi kama si haya madhehebu haya ambayo yametolewa nguvu na mahakim, watawala na watu wenye mapesa, ndio waliofanya haya madhehebu kuwa na nguvu sana. Wa ikhtifai maalimi sunan, na kufichikana vitambulisho vya sunna vya Mtume vyote vikawa vijulikani kwa sababu ya madhehebu haya na kutawanyika kwa bid'a, zikafichikana mpaka sunna zijulikani. Wa khamudi alharakati alaqliya, na kusimama kwa mitikisiko ya akili za binadamu zikasita, zikawa pumbavu zote. Wale watu waliokuwa intelligence kimaumbile, wenye vipaji, ikawa akili zao zimetuama, wanaogopa kwamba nyumbani ukionekana wewe msikiti fulani umekaa darasani, wewe utashika adabu yako. Wewe unakaa pale, wewe wale wakiswali wanafunga mikono wale, na sisi kwetu hakuna jambo hilo. Kwa hivyo kama utaonekana, hiari yako, mimi nakuona siku ya kwanza siku ya pili umekaa pale, ukionekana pale kwa hatari nyumbani. Kwa hivyo ikapotea kabisa vitambulisho vya sunna, na zile akili ambazo zinafanya kazi vizuri, kuna wengine na vipaji vya kutumia akili, zikasangaa. Wa khamudi alharakati alaqliya, na kutuama kusita kwa mihangaiko ya akili ya binadamu. Wa waqafa an-nishatul fikriyu, na vile vile ukasita ule uchangamfu wa fikra, ikawa tena hauna uchangamfu wote. Maana binadamu ana tabia kimaumbile, akishakuwa hana dhiki tu basi, akishapata riziki yake halali, akala akashiba, hana wasiwasi, kastarehe na wanawe, basi akili yake pale huanza kutoa fikra nzuri. Watoto hawa watakaolelewe hivi, tufungue skuli, tufanye hivi, tufanye hivi. Wakati hakuna dhiki, hakuna vishindo, hakuna hofu. Binadamu ana tabia hiyo. Sasa mpaka upande wa dini huku, basi kuna watu mawazo yao mazuri sana katika kuchambua Qur'ani, kuchambua hadithi, lakini wapi uchangamfu huo wa akili unauliwa na madhhabu. Madhhabu yamesema kadhaa kadhaa, basi akili huwa haitaki tena kwenda kule kutoboa nje madhhabu yale. Wa dhiya'u istiqlali, na kupotea kwa uhuru alilmi wa kiilmu. Maana ilmu nayo ina uhuru wake, sheti iachiwe ilmu ifanye kazi yake. Ilmu ndo ilmu. Akijifunga mtu katika mambo fulani hali ya kuwa kasoma, basi anakuwa ameifanya ilmu haina maana, ameua uhuru wa ilmu. Ilmu ina uhuru wake, nao ipo nafasi kuchambua mambo. Kwa hivyo kwa sababu madhehebu haya, uhuru wa ilmu unakuwa umepotea. Al-amru alladhi, jambo ambalo adda ila dha'fi shakhsiyati al-umma, limepelekea katika udhaifu wa utu wa umma huu wa Kiislamu. Binafsi ya utu wa umma umepotea. Wa afqadaha alhayata almuntija, na umma huu ukapoteza maisha yenye kutia faida. Wa qaada biha, ikabaki umma umekaa kitako, anisairi wan nuhudhi, kutokana na kwenda hauendi, kutokana na kunyanyuka haunyanyuki. Umekuwa kiwete umma wa Kiislamu kwa haya madhehebu. Wa wajada dakhla'u, na hapo ndipo walipopata wale watu wanaoitwa dakhla'u, watu wabaya, Mayahudi, Mafursi, Manani, wakapata bidhalika kwa haya madhehebu haya, wakagundua thagharatin, kuna mwanya, kuna nyufa, kuna ubovu ndani ya Uislamu. Hawafahamiani, hawaozeshani Hanafi na Shafi'i kwa kitu kadha 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 kadha. Wamezusha mambo katika dini yao, wengine hawayakubali. Sasa wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Wale dakhla'u wakaona kuna mwanya katika umma wa Kiislamu, kwa hivyo yunfidhuna minha, wanajaribu kupenya kwenye mwanya huo, ila samimi lislam, mpaka wamefika kwenye ile nundu muhimu ya Uislamu, wameikamata wao. Wamepenya hawa jamaa maadui kwa kuona madhehebu haya, na wao wakayatilia nguvu ya wepo yasiondoke, mpaka wanapozungumza na wao wanazungumza kauli hiyo sana. Tunawaomba watu wa madhehebu ya dini wasaidie kitu kadhaa 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 kadhaa. Yaani neno madhehebu hili wanalitilia nguvu kwamba liwepo, kwamba dini iwe ni kitu madhehebu, itanguliziwe neno madhehebu kwanza.
Kwa hivyo wale viongozi wa kidini huitwa viongozi wa madhehebu ya kidini kwa sababu ya kuweka farka maalum ndani ya dini ya Kiislamu. Kila ikipatikana ile ad-dakhla, wanaona kuna nyufa, kuna mwanya, kwa hivyo wana penetrate, wanajipenyeza, wanaingia. Kama hakuna madhehebu, watu wote ni Qur'an na mwendo wa Mtume, ukuta unakuwa madhubuti. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus. Hakuna madhehebu, ina maana kuna bunyanu marsus, hakipiti kitu manake. Sasa walipoona nyumba, wameingia mpaka wamefika katika nundu ya Uislamu kileleni, hatamu wameikamata wao, tahamaki Waislamu wote wanapiga magoti kwa makafiri. Waislamu wote duniani wanapiga magoti kwa makafiri. Si nchi kubwa kubwa kama Saudia wala nani, utaona Marekani ndo mwenyewe, ndo mwenye amri, ndo mwenye kuimarisha, ndo mwenye kustawisha, na Waislamu wanapiga magoti. Akikemea wacha basi, na amketemeka na wacha kweli hivi. Walipoona nyufa zile, hawa waliingia mpaka wakakamata mpaka pahala, mpaka penye Baitul Haram wamekamata mpini pale, hapati kisiki, wanafanya watakavyo. Wa min huna wama adraka ma huna هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن شاء الله darsa ya kesho tutaendelea katika msikiti wa Raha leo, ambapo kule darsa inaendelea. Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وجعلنا من الصالحين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وجعلنا من المحسنين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وجعلنا من الصادقين، وجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد